Uh, Tunamshukuru Mungu tena kwa sababu ya nafasi ingine ambayo ametupatia ili kwamba tuweze kukutana tena katika siku hii ya 4, day 4, katika wiki ya maombi ama juma la maombi kwa ajili ya vijana. Jina la Mungu litukuzwe. Mungu ni mwema, ametulinda tangia jana na ametubariki na uhai na pia ametupatia afya. Nachukua nafasi hii kuwakaribisha nyote vijana popote ambapo mnatazama, ukiwa huko Kenya hii ama huko nje ya nchi ya Kenya, na kutakia usikivu mwema jioni ya leo tunapoingia katika somo au fundisho la jioni ya leo, tukiwa na nia ya kuwahimiza vijana wana matengenezo wakae katika usafi wa moyo na pia katika haki ya Kristo. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu leo ni siku ya 4, Bwana ametujalia nafasi nyingine ili kwamba tena tuweze kuwaleteni ujumbe ambao Mungu ameuandaa na pia tuweze kushirikiana pamoja katika maombi ya jioni ya leo. Leo pia ikiwa ni siku ya Wednesday ambayo kwa kawaida huwa tuko na prayer Wednesday. Basi ni nafasi nzuri ambayo Mungu ametupatia. Inamaanisha ya kwamba hata leo tutakuwa ni wenye kuingia katika maombi. Kadiri ambavyo Mungu atakavyo tujalia. Hivyo nataka tu niweze kukushukuru kwa sababu ya kutune in, na pia niweze kukushukuru kwa sababu ya pia kufuatilia na kuandika. I encourage all the young men and women, ladies and gentlemen, popote mlipo, tuwe tunaandika notes, sababu masomo haya yatatufaidi sio sasa tu, na jina la Mungu litaweza kutukuzwa. Kwa hivyo mada ya leo tunazungumzia mke wa ujana wako ama mume wa ujana wako. Yote mawili yanaweza kuzungumziwa kwa pamoja, lakini mada nimeipa mke wa ujana wako, maana andiko liko ambalo utalizingatia katika Methali sura yake ni ya 5. Kwa nini nimeweza kuchagua topic hii? Kwa sababu changamoto nyingi ambazo zipo hasa kwa wale ambao wanajiita wana matengenezo vijana ni changamoto ambayo ni ya hakika, na shetani anajua ya kwamba changamoto hii isiposhughulikiwa vikamilifu na vijana wasiporejea na kuweza kuona kweli katika maandiko na waache maandiko iwaelekeze, basi watakuwa ni wenye kuwa disappointed. Yani watakufa moyo kwa haraka, wataiacha kweli, wataikana imani kwa sababu ya majaribu ambayo ni mengi katika ujana. Kwa hivyo wale ambao wanafikiria ama wana contemplate marriage, wale ambao wamefika katika umri huo na wameona ya kwamba wakati umefika, mimi kama mwana matengenezo, ima wewe ni kijana wa kiume ama wewe ni kijana wa kike, kama umefikia umri huo, hivyo lazima kuwe na mwelekeo katika maandiko. Lazima tuwe na mwelekeo ili Bwana aweze kutubariki. Kwa hivyo kabla tujaendelea sana, ningependa tuweze kuomba alafu tuweze kuendelea. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Umetujalia neema ya kuweza kukutanika tena jioni ya leo ili kwamba tuweze kuendeleza somo katika wiki hii ya maombi ya vijana. Neema yako itutoshe. Tunaombea mitambo ambayo tunaitumia, kusiwe na changamoto yoyote Bwana. Neema yako iwe pamoja nasi. Mapenzi yako atimizwe tuanzapo hadi mwisho. Faidi kila mmoja kupitia neno lako, kupitia jina la Yesu tumeomba. Amina. Tumekuwa tukiangalia siku ya kwanza jeshi kubwa ambalo Mungu analiandaa, maana tunaamini ya kwamba tunaishi kipindi ambacho Mungu anaandaa vijana wengi zaidi kwa ajili ya kumaliza kazi historia ya dunia. Na tunapoandaliwa na Mungu, ukisoma kitabu cha Revelation ama Ufunuo sura yake ni ya 7, Revelation chapter number 7, kuanzia mstari wake ni wa 16. Revelation chapter 7 verses number 16 inasema hivi. Ngoja kwanza, Ufunuo 6, samahani. Ufunuo 6 mstari wake ni wa 17, ndio nataka aya hiyo ya mwisho. Tutaanzia pale
Unaposoma Ufunuo 6:17, nimekuwekea pale kwenye screen. Inasema hivi. Inasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Kwa hivyo tunaangalia katika maandiko ya kwamba Mungu anatushauri kwamba siku ya Bwana inakuja kwa haraka. Na kuna ulizo swali, ni nani atakayeweza kusimama? Kwa hivyo kule kusimama siku ya Bwana kunahitaji maandalizi. Na kama vijana ambao bado hawajaoa wala hawajaoleka, lazima tuweze kuelewa ya kwamba yule ambaye utamuoa ama yule ambaye ataolewa nawe, ujue ya kwamba anaweza kuathiri maisha yako ya kiroho. Aidha ukose kusimama ama usimame wakati wa crisis ambayo inakuja. Kwa hivyo lazima tuwe waangalifu sana. Lazima tuwe waangalifu sana katika mada hii. Sisi ambao tunaishi kipindi cha mwisho, nyakati za mwisho, kipindi cha lala salama, lazima tuwahimize vijana wetu waweze kuwa na macho ya kiroho. Tusiviangalie vinavyoonekana. Hapana. Maandiko yanasema tuviangalie visivyoonekana. Wakati ambapo vijana walioko ulimwenguni wako na mfumo wao wa kuweza kujichagulia wake, Mungu ametuandikia katika neno lake jinsi ambavyo tunaweza kufuata nyayo za Kristo. Tunaweza kufuata maelekezo aliyotupatia ili tuwe upande wake wakati ambapo shetani anakusanya ulimwengu katika system yake. Tuliangalia jana ya kwamba wana wa Mungu waliona ya kwamba binti za wanadamu walikuwa ni wazuri. Soma kitabu cha Mwanzo sura yake ni ya 6. Leo tunazungumzia mke wa ujana wako. Na kawaida ulimwengu ulioko na vijana pia wao wako na namna ambavyo wanajitwalia wake, ama wanapata wale ambao wanaita life partners, ambao wanaweza kuishi na wao wakisema ya kwamba huyu ni mke wangu ama huyu ni mume wangu. Ulimwengu uko na namna ya kufanya vitu. Ukirudi kitabu hiki cha Genesis chapter 6 and verses number 1, Mwanzo 6 aya yake ni ya kwanza, tuliangalia jana. Ninarudia tu kwa faida ya watu wale ambao pengine wanaingia mara ya kwanza. Maandiko yanasema, ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Aya ya pili, andiko ambalo linaleta uoga ama hofu miongoni mwa watu wa Mungu kipindi cha mwisho, na kinafaa kutuonya zaidi. Inasema wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Alafu Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele. Kwa hivyo makosa walioifanya wana wa Mungu, waliweza kujitwalia wake baada ya kuona. Na jana tuliona ya kwamba makosa makubwa wanayoifanya wana matengenezo ni kujaribu kutumia miili yao. Wanataka wao waweze kuona, hawataki Mungu aone na Mungu awachagulie na Mungu awaletee. Kama vile ambavyo Mungu alimuona Hawa kwanza, Mungu akamchagua na Mungu akamletea Adam. Kwa hivyo Adam alipoamka kutoka katika usingizi, kwanza alimuona mwanamke. Kwanza alimuona Mungu baada ya kuumbwa Adam. Baada ya usingizi alipoamka akamuona Mungu, alafu Mungu baadaye akamletea mwanamke. Hivyo ndivyo maandiko yanavyozungumza. Na ndio naona methali inasema mke mwema hutoka kwa nyanya yako huko nyumbani. Sijasoma andiko kama hilo mimi. Mke mwema hutoka kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mke mwema hutoka kwa Bwana. Hata mume mwema vile vile hutoka kwa Bwana. Kwa hivyo nataka niweze kupiga hatua. Kabla ya kuposa mwanamke yeyote, nazungumza na wana youth, nazungumza na vijana ambao wananisikiza. Kuna mwelekeo katika Biblia ili kwamba usije ukaingia katika matatizo na usije ukafanya vitu kidunia. Kwanza maandiko yanasema katika kitabu cha Yohana sura yake ni ya 3. John chapter 3 and verses number, nisome mstari wake ni wa 10 na ngapi ile? John ama Yohana 3:20. Jambo la kwanza, Mungu anatuita tufanye mambo katika uwazi na katika haki.
Kuna baadhi ya vijana wanafanya mambo ama wananyemelea wasichana kisirisiri. Mungu amepinga hayo. Unafanya mambo kiwazi, unatangaza msimamo. Nitakuonyesha ni kwa nini. Hizi ni tabia ambazo zimekuwepo miongoni mwa vijana, wanafanya mambo kisiri. Maandiko yanasema, maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye atendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendeka ama yametendwa katika Mungu. Kwa hivyo yeyote aliye na azma ya kuweza kumchumbia ima msichana, maandiko yanasema tutende mambo yetu katika nuru. Nene mambo yetu katika nuru. Maandiko yanasema hivyo. Kumbuka huja muoa yule msichana, inamaanisha ya kwamba hako na uhuru wake wa kuweza na yeye kadiri anavyoomba, Mungu akimwelekeza. Hivyo inakupasa wewe utende mambo katika haki na katika nuru. Unajua, nimeona mambo mengi miongoni mwa vijana. Unaona msichana mmoja anaposwa ama ananyemelewa na vijana 5 katika youth group. Unashangaa wote hawajui ya kwamba huyu ananyemelea huyu, na kwa sababu hawajatangaza msimamo. Huyu hajatangaza msimamo aseme mimi ndiye ninamchumbia huyu. Kwa hivyo wale wengine, unaona kila mtu anafuatana na msichana mmoja. Hayo ni mambo ambayo Biblia haijakubali. Kwanza mtagongana, mtaanza kuorofishana, mtafanya mambo kama watu wa ulimwengu. Unaona? Mtafanya mambo kama watu wa ulimwengu. Na itafika mahala ambapo hata mnagongana, mnaanza kuwa na chuki kwa sababu hamjatangaza msimamo. Hivyo ndivyo maandiko yanavyozungumza. Na jana nimezungumzia jambo ambalo ni la ajabu sana, na kuna mtu ambaye amenipigia simu. Dada mmoja alinipigia simu, nikasema wacha nirudie hili jambo kidogo, maana hilo jambo nikana kwamba kwanza ameweza kushukuru sana, kwa maana kuna jambo ameona la kweli, maana kidogo alikuwa anaingia katika shimo. Ilikuwa leo mchana kitu saa 7 hivi, ya mtu ananiambia wacha nikupigie simu, nimekusikia jana na naona nikana kwamba nimeguswa, niko kwenye matatizo. Nikawa najaribu kumueleza, maana niliweka ama tulisoma maandiko yakatueleza ya kwamba kuna vitu vinaitwa qualifications, ama maandiko yanatuelezea ya kwamba hatua ya kwanza ya wewe kufanya ni kuhakikisha ya kwamba huyo ni mtu ambaye yuko katika imani. Na tumeangalia mifano katika Biblia. Mungu akasema ya kwamba watu wake wasiingie katika ndoa na watu wa mataifa. Tulisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 7 aya yake ni ya 3. Rudia. Deuteronomy chapter 7 and verses number 3. Jana tulisoma andiko hilo. Na nataka nilirudie tena ili kwamba tuweze kujenga mada hii vizuri. Mungu aliwaambia wana wa Israeli, wazazi waliambiwa nini? Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake. Unaona? Mstari wa 4. Kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine, ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Kwa hivyo Mungu aliweka condition ya kwamba Israeli wasichangamane na watu wa mataifa, wasije wakafunga ndoa na watu wa mataifa. Na ndio unaona wale walijaribu kuunganishwa ndoa ama kuingia katika uzinifu ama kujitwalia wake na watu wa mataifa, hasira ya Bwana iliwaka juu yao. Kumbuka tunazungumzia mke wa ujana wako leo. Kama hasira ya Bwana iliwaka juu yao, inamaanisha ya kwamba ni kitu ambacho Mungu hajakubaliana nacho. Mungu hakukubali wakati Ahab alikwenda akamchukua mwanamke ambaye si wa imani ya Israeli. Hasira ya Bwana iliwaka juu yao. Israeli iliingia katika uasi, na maandiko yanasema hata Suleimani hebu soma Wafalme wa kwanza, 1 Kings chapter 11. 1 Kings, Wafalme wa kwanza. Hatua ya kwanza, wewe binti ambaye ni mwana matengenezo kijana, usije ukaposwa na mwanaume ambaye hayupo kwenye imani ya ujumbe wa malaika watatu. Jambo la kwanza, Mungu hata kulinda si kwamba Mungu anaweza kukuzuia, hapana. Lakini matunda utayakula mwenyewe, nitakuambia sasa. Inaitwa forbidden ground, roho nabii imekataa.
tumekatazwa tusiingie kuposwa na wanaume walioko katika madhehebu tofauti tofauti ambazo zimeasi za Babeli, ikiwemo nomino. Soma kitabu cha 1 Kings chapter 11. Wafalme wa kwanza 11 mstari wake ni wa kwanza. Biblia inasema, Mfalme Suleimani akawapenda wanawake wengi wageni pamoja na binti yake Farao, wanawake wa Moabi na wa Waamoni na wa Waedomi na wa Wasidoni na wa Wahiti. Unaona mstari wa pili, na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao wala wasiingie kwenu, kwa kuwa hakika wataigeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Suleimani akaambatana nao kwa kuwapenda. Unaona, hiyo ndiyo makosa aliyofanya mfalme Suleimani. Baadaye anakuja kusema mke wangu ni mmoja, ua wangu, mpenzi wangu. Inamaanisha alikuja kuangalia hayo mambo yalikuwa ni ya ubatili. Kwa hivyo Mungu masharti aliyokuwa ameweka katika maandiko ni kweli. Sasa tunapopiga hatua, tunakuta ya kwamba leo unakuta vijana wanawaposa wanawake ambao pengine unakuta ya kwamba msichana unamposa nako na mtoto mmoja ama wawili. Jana nilisema statement na leo nataka kuiweka wazi. Mungu amenisaidia sana, nimepata maandiko mengi. Huenda nitamsaidia mtu kutoka kwenye shimo ambalo ataingia. Sikiliza vizuri. Leo unakuta ya kwamba binti anaposwa na mwanaume ambaye huyo mwanaume ako na watoto. Unasikia mwanaume anasema mimi niko na vijana wawili ama niko na kijana. Sasa unakuta binti anaingia kwenye ndoa, yeye haangalii ama haulizi mwanaume, mke wako yuko wapi, nani mama watoto. Yeye amejiweka pale kwa sababu gani? Sababu yule mwanaume yako na hela, ama yule mwanaume pengine ni mtu anajiweza. Sasa anaona ya kwamba hayo mambo hata ulizia. Nataka nikusaidie jioni ya leo. Ama unakuta ya kwamba mwanaume anamposa mwanamke ambaye ako na watoto na haulizi. Na jana nikaweka msingi na nikakueleza, na leo ninarudia. Jambo la kwanza si kwamba yule mwanamke hawezi kuoleka, si kwamba yule mwanaume hawezi kuoa, la. Lakini kuna masharti ya kuingia katika ndoa kama hiyo. Na wacha leo nirudie. Kwanza, ukiangalia katika Israeli ya zamani, sikiliza, Mungu alikuwa ameandika mambo mengi kuhusu ndoa kama hizo. Alikuwa ameandika mambo mengi kuhusiana na watu walioonana kimwili kisha wakaachana. Ama mtu anakataa kukaa na mwanamke, anasema she is not my type, na tayari uko na mtoto wake. Alafu unasema she is not my type, unamwacha, unakaa kidogo, unampata msichana mwingine, unasema mimi niko na kijana mmoja. Alafu mnazungumza, msichana unamwambia wengine wanaongea ukweli na wengine hawaongei ukweli. Jambo la kwanza, hakikisha yule ambaye mnatembea na yeye, yule ambaye anakuposa, anazungumza ukweli. Hakikisha anazungumza ukweli. Nisaidie na andiko la Zaburi 15 mstari wake ni wa pili. Yani jenge imada vizuri. Psalms chapter 15 and verses number 2. Kama hata kuwa anazungumza kweli, utakuwa na chimba shimo ambayo utaingia mwenyewe. Nataka nijenge imada niweze kukueleza. Kitabu gani nimesema? Psalms Zaburi Psalms chapter number 15, Zaburi 15. Aya yake ni ngapi nimesema? Verse 2 inasema, ni mtu aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake. Munasikia mabinti? Omba Mungu akusaidie yule atakaye kuposa awe ni mtu anasema kweli. Maana kama hata sema kweli utaingia kwenye shimo, nitakueleza sasa. Maandiko ni mengi yanayotuambia. Proverbs chapter 8 verse 7. Proverbs chapter 8, Methali 8 aya yake ni ya 7. Methali 8 aya yake ni ya 7. Sikilizeni mabinti. Sikilizeni vijana wa kiume. Maandiko yanasema, maana kinywa changu kitasema nini? Kweli, na uovu ni chukizo kwa midomo yangu. Kwa hivyo kama wana matengenezo, kama vijana ambao tuko katika kweli ya ujumbe wa malaika watatu, hakikisha ya kwamba unapomposa binti, hakikisha unasema kweli kuhusiana na historia yako. Mimi naona watu wengi wanaingia katika mahusiano na hawaulizi historia. Mfano, binti uko na haki za kuuliza, wewe mwanaume, maana umeniposa sasa na ungependa tuingie katika mahusiano. Je, umekuwa na mahusiano mangapi hapo nyuma? Ni haki yako kuuliza. Na ni haki yako kutarajia kweli.
Inamaanisha ya kwamba unapoomba, Mungu anapokuelekeza, atakuelekeza kwa mtu ambaye anazungumza kweli. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hivyo kama hatakuwa anazungumza kweli, ujue ya kwamba unachimba shimo ambayo utaingia, shimo ambayo itakuangamiza. Lazima awe ni mtu anazungumza kweli kuhusiana na maisha yake ya zamani kabla hamujakutana ninyi. Ni muhimu sana. Kwa nini nasema hivi? Unaweza kuta ya kwamba mwanaume alikuwa kwenye ndoa nyingine, ama walikaa hata mwaka moja ama miaka miwili akazalisha, na ni kijana mdogo barabara, eneo ukimwangalia umri haujaenda na anaweza kuoa tena, na ako na kijana yake yako na miaka miwili ama ako na mwaka mmoja, na anasema mimi nimekuja na mtoto na nataka nikuoe. Sasa unakuta ya kwamba ule msichana yeye achukui muda ya kuweza kuuliza historia ya huyu mwanaume vipi. Ana matatizo. Na usipouliza inamaanisha kuna hatari ambayo unakwenda kuingia. Na qualification ambayo Biblia imeweka yule mwanaume anaweza kukuoa, ya kwanza ndiyo hii. Ama qualification ambayo Biblia imeweka wewe unaweza kumuoa yule mwanamke aliyekuja ama uliyemposa akiwa na mtoto. Qualification ya kwanza ni hii. Ninarudia kwa ajili ya jana, ndio niingie katika Agano la Kale ni kuonyesha vile Mungu alikuwa amesema. Turudi wa Korintho wa kwanza 7. Amina. Wa Korintho wa kwanza sura yake ni ya 7. 1 Corinthians chapter number 7, nitaanzia mstari wake ni wa 10. 1 Corinthians chapter 7 and verses number 10. Amina. Verse 10. 1 Corinthians chapter 7. Wa Korintho wa kwanza sura yake ni ya 7. Nitasoma katika aya yake ni ya 10. Sikiliza. Qualification ya kwanza. Biblia inasemaje? Tuko katika wiki ya maombi. Vijana sikilizeni kwa makini. Tuko kipindi cha mwisho. Shetani atawanasa wengi kama hatutaelewa Mungu anasemaje. Maandiko yanasema, lakini wale waliokwisha kuoana na waagiza, wala hapo si mimi ila ni Bwana, mke asiachane na mumewe. Mstari wa 11, lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe. Mekamata hiyo point. Au apatane na mumewe, tena mume asimwache mkewe. Kwa hivyo ukikuta mwanamke ambaye ako na mtoto na anasema mimi ni free, ningependa kuoleka, kitu cha kwanza kama mwanaume unafaa kuuliza, hata kama mko kanisani. Leo nimesikiza mambo ya ajabu. Kuna mwanadada amenipigia simu. Yeye kuna madhambi mengi alifanya, miaka 10 imepita na hajawahi hata kutubu. Na unakuta ya kwamba sasa anaenda kuposwa na mwanaume na wanaoleka. Wakati mwingine hata wachungaji hawana habari. Ile malaana itakufuata, nitakusomea sasa hivi. Unakuta familia ziko na shida. Unakuta watoto wamepotoka. Unakuta ya kwamba laana zinawakimbiza watoto katika jamii. Ukianza kufuatilia unakuta ya kwamba yule mwanamke aliingia katika ndoa na hakuwa wa kweli. Hakuzungumza mambo ya kweli, mambo ya nyuma. Hakuwahi ungama, hata hakuwahi muelezea Mungu na kuungama kwa moyo Mungu amsaidie na kumsamehe na kumsafisha. Wameendelea na ndoa nyingine. Ndio sababu namwambia mwanamume anayenisikiza, hakikisha unajua historia ya nyuma. Maandiko yanasema mke asimwache nani? Mume wake. Tunaposema mke na mume, ni nini kina qualify mtu anaitwa mke wa mwingine kulingana na maandiko? What qualifies a lady to be married kulingana na maandiko? Lazima waunganishwe na mwili, wawe mwili mmoja. Na ndio unaona wa Korintho wa kwanza sura yake ni ya 6. Sikiliza mpendwa. Wa Korintho wa kwanza 6 mstari wake ni wa 17. Wacha niangalie pale nyuma. Wa Korintho wa kwanza 6:17. Sikiliza. Haya ndiyo matatizo. Maandiko yanasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho mmoja. Haya, rudi juu. 16 inasemaje? Inasema nini? Au hamjui ya kuwa yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Maana asema wale wawili watakuwa mwili mmoja. Huyu ni jamaa ameenda kuhanya, ameingia kwa kahaba. Mbingu inasema huyo ameunganishwa na kahaba, sasa ni mwili mmoja. Unaona hiyo complication? Hiyo ndio tunazungumzia chain. Sasa ameacha mke, alafu ameenda ameungana na kahaba. Yaani amekuwa ameoleka, ametoka. Sababu ni zake, ameachana na mke wake, amempachika mimba akamwacha. Na kulala na mtu kimwili, kuonana kimwili, maandiko yanasema mmekuwa mwili mmoja. Sasa umeenda ukaungana na kahaba, yani umeenda ukamuingilia mwanamke mwingine.
ukamzalisha, na umeacha mke wako. Sasa huyu mwanaume ametoka kwenye ndoa nyingine, hata miaka yake haijaenda, na amekuja na mtoto. Maana yule mwanamke amesema basi enda na mtoto wako, na si kwa sababu wametengana kwa ajili ya uzinifu. Hapana, wameachana tu. Sasa amekuja na kuposa. Maandiko yanasema mwanamke asimwache mume wake. Unaona? Na akimwacha asioleke. Wewe ni mwanaume, kijana, umemposa msichana na ako na mtoto, muulize mume wake yuko wapi. Maana sheria ya ndoa bado ipo kama mume wake yuko hai. Kamata hiyo point. Warumi 7:2. Romans chapter 7 and verses number 2. Usije tukaingia kwa dhambi za Sodoma na laana ambazo zitawala watoto mpaka kaburi. Sikilizeni, nitakueleza sasa, usikue na haraka. Nimesema kitabu gani? Amina. Haya, fungua Biblia yako jameni, usije unaniangalia tu. Fungua yako, fungua. Tuko kitabu cha Romans chapter 7. Kwa nimesoma jana. Romans chapter 7, Warumi 7 aya yake ni ngapi? Mstari wake ni wa 2. Biblia inasema, kwa maana mwanamke aliye na mume, yani wameonana hata kimwili, amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai, mume wake akiwa hai. Bali akifa yule mume, point number 1, condition ya kwanza, unaweza kumuoa msichana ambaye ako na mtoto ama watoto. Condition ya kwanza, maandiko yanasema bali akifa yule mume. Unaona? Akifa nani? Akifa yule mume, amefunguliwa ile sheria ya mume. Mstari wa 3. Basi verse 3. Verse 3. Basi wakati ambapo awapo hai mumewe, yule walionana kimwili wakazalishwa, kama akiwa na mume mwingine huitwa mzinzi, ila mumewe akifa amekuwa huru, hafungwi na sheria hiyo, hata yeye si mzinzi. Kamata hii point mwanaume. Sikiliza kijana wa kiume, usije ukaingia katika mahusiano ambayo wewe haujachunguza. Takamata laana. Sasa hii ninarudi katika Agano la Kale ni kuonyesha. Maandiko yanasema huyo ameoleka, unafaa kumuuliza, aliyekuzalisha mtoto yupo? Yupo, anatembea tembea sokoni kule nyumbani. Rudi kwa mume wako. Wachana na hayo mambo. Hiyo ni condition ya kwanza. Akisema yuko hai lakini simpendi, hata tulikosana na nilimwacha zamani, hata yuko huko na hajawahi oa, muambie rudi kwa mume wako. Hiyo mambo imeisha. Kwa usalama wako wa kiroho na kwa usalama wako wa kimwili na kiafya na kimawazo, wacha. Mungu hajakubali. Na mwanaume anaposema mke wako yuko hai, ni vile ambavyo nilimkataa kwa sababu alikuwa ananipigia kelele. Wala, nakupigia kelele. Hivyo tu. Unajua katika Biblia Yesu kuna jambo amerudia mara 2. Nilikuwa naangalia leo. Nataka nikusomee Mathayo 19:9 kwanza. Yesu amerudia mara 2. Na ukipata Yesu anarudia jambo mara 2 liko na uzito. Wapendwa, sikilizeni. Sikiliza kitabu cha Mathayo sura yake ni ya 19. Nimekuambia condition ya kwanza, aidha mume wake awe amekufa oa yeye, ama mke wake alikufa oa yeye, olewa. Hiyo ni ya kwanza. Kama wako hai, kanyaga breki. Kama ako na umri mdogo, ni msichana mdogo, ako na watoto, kanyaga breki. Tunaingia hatua ya pili, ni kuonyesha katika Biblia. Nimesema kitabu gani wapendwa? Matthew chapter number 19 verses number 9. Nataka nikuonyesha Yesu alirudia mara 2 kutilia mkazo swala hili lote. Matthew chapter 19 and verses number 9 inasema nini? Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe, isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati, akaoa mwingine, azini. Naye aoaye yule aliyeachwa. Kamata hii point nyinyi wanaume. Unajua juzi tulikuwa na solve case nyingine, sitawataja wahusika. Mtu amekutana na msichana kwenye makambi. Mimi sitawataja kwa sababu ya kubana majina yao, lakini wacha niwatumie kama mfano. Sasa amekutana na msichana kwenye makambi na msichana ako na mtoto. Unaona kijana ameingia ati amemposa ati girlfriend na boyfriend. Sasa mimi nauliza ule msichana, huyu kijana, huyu msichana unajua mume wake ni nani? Ati unajua hata waliwachana zamani. Nikuulize, umejua waliachania nini? Ananiangalia na meno. Nikamwambia kijana, sikiliza wewe. Ukitaka usalama wako wa kiroho,
muulize waliachania nini, na uhakikishe umemuuliza mume wake ako hai. Urudi uniambie kumbe mume wake ako hai. Kwambia kijana, kwa usalama wako wa kiroho waachana na huyo mwanamke. Kwa usalama wako wa kiroho waachana na yeye. Kijana alisikia maneno, baadaye akakuja kutueleza, mlinisaidia. Wapendwa, Yesu anasema yule ambaye ataoa aliyeachwa naye anazini. Hii ndio tunaita the chain of apostasy. Mtu ameingia katika chain, amepata msichana kwa chain, minyororo, naye anaingia kwa nyororo, unazaa watoto, unaingia kwa minyororo. Nani atavunja hiyo? Ni laana ambayo inakamata jamii nzima. Laana ambayo kuitoa itakuwa ngumu. Kwa nini? Kwa nini tunasema hivyo? Wacha nikupatie andiko lingine Yesu amerudia mara ya pili. Mathayo 5, rudi nyuma. Matthew chapter 5 verses number 19, verses number 32. Matthew chapter 5 verses number 32. Matthew chapter 5 verses number 32. Inasema nini? Inasema, lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachawe mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi, na mtu akimuoa yule aliyeachwa azini. Point number 1, hakikisha ya kwamba ametoka kwa ndoa, ama ndoa hiyo mwanaume hayupo hai. Condition ya kwanza. Condition ya pili, hakikisha ya kwamba waliachana kwa ajili ya uasherati. Mwanamke akatoka, mimi niliachana naye maana alikuwa mzinzi, na hata sasa ameoa na ameoa. Basi endeleeni. Lakini kama conditions hizo hazipo, enda taratibu rafiki, utaumia mbele. Unajua, ukirudi katika Agano la Kale ndio unakuta ya kwamba hakuna mwanaume katika Israeli alipachika msichana mimba. Sikilizeni watu wa Mungu. Anazalisha alafu anaenda. Hapa kuna condition mara mbili. Huyu msichana anaweza kuwa alikamatwa kwa nguvu, inaitwa raping. Nataka kupatia two scenarios in the Bible. Scenario mbili katika Agano la Kale nikuonyeshe. Scenario ya kwanza imeandikwa katika Deuteronomy. Deuteronomy chapter 22. Hebu tuende Kumbukumbu la Torati nikuonyeshe jambo. Deuteronomy chapter number 22. God was very specific. Mungu alikuwa very specific na masharti haya. Sikilizeni watu wa Mungu. Nimesema kitabu gani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nafikiri tunafaidi vijana ambao wanatufuatilia. Deuteronomy 22 and verses number 23. Deuteronomy 22. Awacha nianzie mstari wake ni wa 20. Wacha nianzie 22. Deuteronomy 22. Nitaanzia mstari wake verses number 22. Inaanza na condition ya kwanza. Biblia inasema akifumaniwa mtu mume amelala na mwanamke aliyeolewa na mume, huyu ameolewa kabisa, na wafe wote wawili, mtu mume aliyelala na mwanamke na yule mwanamke naye, ndivyo utakavyoondoa uovu katika Israeli. Hawa ni watu wako married already. Sasa sisi hatuko hapo. Sisi tuko kwa mwanamume ameenda amelala na mwanamke, wamepachikwa mimba, alafu anamwacha, amemzalisha. Alafu unakutana naye anakuja na watoto. Sikiliza wewe, Israeli haikuonekana. Verse number 23. Naanza sasa, sikiliza. Mungu akasema hivi, pakiwa na kijana aliye mwanamwali, yani bikira. Naona? Ameposwa na mume. Hawaja oana. Huyu ni youth. Hako tuko engagement ingine. Ameposwa tu na mume. Na mwanaume akimkuta mjini, akalala naye. Naona? Huyu ni youth, a young lady. Pengine alikuwa tu anaingia katika mahusiano mengine. Alafu maandiko yanasema akalala na mwanaume mwingine, ama hata yule aliyemposa. Sikiliza. Inasema akalala naye 24. Watoeni nje. Biblia inasema waitwe. Watoeni nje katika lango la mji ule, mukawapige kwa mawe hata wafe. Sikiliza sasa. Yule kijana, yani yule msichana sasa, kwa kuwa hakupiga kelele, naye yu ndani ya mji, na yule mume kwa kuwa amemtweza mke wa mwenzake, ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako.
Mungu anasema ya kwamba yule msichana hakupiga kelele, inamaanisha ni mpango walikuwa nayo. Hakupiga hata nduru, hakuna kelele alipiga. Hapana, ni mambo ambayo walikuwa na furahia. Inamaanisha ni fornication. Fornication, kitu ambacho kinaendelea miongoni mwa young people, wanafanya fornication. Anaenda anafanya fornication hapa, wanapanguza mdomo. Sasa hakupiga kelele, maanake walikuwa wanafurahia. Wakipatikana Israeli, walikuwa wanapigwa mawe. Fornicators. Hakuna kijana Israeli aliyeingia kulala na kijana wa kike Israeli wakaachiliwa huru. Mungu alisema wapigwe mawe. Inaitwa fornication. Hiyo ni scenario ya kwanza. Scenario ya pili, kuna mwanamke hakuuawa. Verses number 28. Angalia scenario ya pili. Scenario ya kwanza wanauawa. Maana yule mwanamke alikuwa anajifurahisha, hakupiga kelele, na maanisha walikuwa wanajienjoy. Walikuwa wamepanga fornication. Angalia mstari wake wa 28. Second scenario. Mstari wake wa 28, second scenario inasema nini? Mtu mume akimuona kijana aliye mwanamwali, a lady, ambaye hajaposwa, huyu ni youth. Okay? Angalia sasa, akamshika na kulala naye, wakaonekana amemshika kwa nguvu, huyu ni rapist. Scenario number 2. Verses number 29. Akamshika kwa nguvu, rapist. Verse 29. Yule mtu mume aliyelala naye na ampe baba yake yule kijana shekeli 50 za fedha, kisha na awe mkewe. Unaona? Huyu amemkamata kwa nguvu. Ama alilala na yeye tu, alimuingiza box wakalala. Unaona? Maandiko yanasema katika Israeli hakuna kitu kama hicho. Biblia inasema apeleke mahari na amuoe. Hebu nikuulize wewe kijana ambaye unanifuatilia, maana wewe unataka kuoa mwanamke ambaye yako na watoto, nikuulize, yule mwenye alimpachika mimba akazaa, yule, maandiko yanasema wangekuwa Israeli ya zamani, angemwacha ama angemuoa? Si unaona angemuoa? Inamaanisha nini? Kama atamuacha, hakuna Israeli atakaa hapo, atauawa. Sikilizeni. Hakuna Israeli aliuawa. Unaona? Maandiko yanasema, angalia mstari wake wa 29 tunamalizia, awe mkewe. Kwa kuwa amemtweza, hana ruhusa ya kumwacha siku zake zote. Hivi ndivyo Mungu alivyothamini mambo ya ndoa, mambo ya ujana, mke wa ujana wako. Maandiko yanaposema mke wa ujana wako, maana yake yule ambaye mnaonana kimwili. Kwa hivyo wewe kama ni msichana ama kijana wa kike, kuna mtu mlionana kimwili mkazaa, mungekuwa Israeli ya zamani, wazee wa kijiji Israeli na Israeli yote wangesema huyo mtu ndiye mume wako. Kwa nini Mungu angeruhusu huyu mwanaume amuache huyu msichana? Kwa nini? Maana wanajua mtu akionana na mwenzake kimwili, huyo ni mke wake na huyo ni mume wake, kama vile ambavyo Wakorintho wa kwanza imesema. Kwa sababu najaribu kukuambia rafiki, ukilala na mwanamke huwezi kumwacha. Biblia inasema ni mke wako. Ndio naona nimekuletea scenario ya kwanza, kijana, usije ukaingia kwenye shimo. Ukifanya makosa kumuoa ama kumposa, wengine hata wanajua ni mistake. Unajua nimempenda. Love is blind. If love is blind, wewe ngoja marriage itakusimamisha, utashtukia mbele. Wewe endelea kwa usingizi tu. Endelea kusema marriage is blind, utaona na huko mbele wakati kimeharibika. Na ndio naona katika Biblia, kwanza laana ya Mungu itawafuata. Wacha nikuonyeshe vile laana ya Mungu itawafuata. Unaona wasichana wengi hata hawajatubu, unakuta ya kwamba amekuwa na various multiple partners. Unaona? Hajawahi kuungama. Mwingine nakutana naye, alimpigia simu, ni wa kanisa ya Jumapili, alikuwa anafuatilia mahubiri. Siku moja tulikuwa nahubiri kwa uwanja, nikasikia mtu ananipigia simu, "Pastor, habari yako? Bwana akubariki sana, nimesikia." Nafikiri ilikuwa somo moja tulikuwa tunafanya kwenye mkutano kuhusiana na mambo masuala ya ndoa. Yule mwanamwali akanipigia simu, akaniambia ameokoka, Yesu ni Bwana, amefurahia, amesikia ujumbe, hata yeye ameokoka. Na anataka kuniuliza swali. Umesikia vile ameniambia? Ameokoka? Hata wanakuanga kwa kesha hizi za jioni, na ameokoka. Amefurahia sana, amesikia message, lakini ako na swali. Ameniambia hivi, "Pastor, mimi ni mtu wa kanisa, lakini boyfriend yangu ako na dreadlocks. Ni mtu wa dunia." It was raining.
It was somebody was calling. Akaniambia hivi, pastor, huyu boyfriend ananiposa anataka kunioa lakini moyo wangu unamkataa. Kwa nini? Anapenda muziki ya dunia, ni mtu ambaye hapendi mambo ya imani sana, anakuja mara moja moja. Mimi naomba sana, hata Friday nilikuwa kwenye kesha. Mungu ni kama ananielekeza niachane na yeye. Nikamwambia okay. Nikamsomea andiko la Wakorintho wa 2:6-14. Maandiko yanasema msifunganishwe nira pamoja na wasioamini. Akasema hiyo ni sawa, unajua sasa mimi naona ni kama Mungu anakutumia hata unizungumzie. Na mimi nikafikiria haraka, maana ninajua. Mimi najua kupima watu vile wanaongea. Kitu kaniambia huyu wako kwa shida. Na ukumbuke amesema ameokoka, Yesu ni Bwana. Na sasa maana ameona mahubiri na yeye ni mtu wa Sunday. Sasa ananiuliza maana ameona mimi nasoma Biblia. Kabisa natoa evidence. Ananipima. Pastor nifanye vipi? Na mimi nikamsomea direct, nikamwambia kama ni mtu wa ulimwengu nampima, kama abadiliki wachana na yeye. Mungu amekataa ndoa za watu ambao ni wa imani na watu ambao si wa imani. Na mimi nikamuuliza kabla hajakata simu, na nikuulize, huyu mwanaume umejuana tangu lini? Sasa tuko na miaka 2 tuna date. Haraka akili yangu ikajua huyu ananipima. Na unajua ameokoka, Yesu ni Bwana, ananipima. Na mimi nikaingia direct nikamuuliza, dada nikuulize swali kabla sijatoka hapo, maana kuna andiko hapa la Warumi 7:2. Nasema mambo ya ndoa. Ukionana na mtu kimwili tayari mmeoana. Nikamuuliza dada, kwa nini unataka kuacha huyu jamaa? Nikuulize, kuna uwezekano mmeonana hata kimwili? Kai, pastor. Tulionana kimwili. Huyo ni mume wako, usitoke hapo. Mimi nikamaliza kesi na nikamsomea andiko. Nikaenda Warumi 7 nikamwambia wewe ni mke wake, mmeonana kimwili. Nikamsomea Wakorintho wa kwanza. Yaani amegundua. Alidanganyika akaingia wakaonana kimwili, sasa anataka kutoka. Nikamwambia uwezani. Nikamuuliza hilo dhambi umewahi kutubu? Ameona hajawahi kutubu lakini ameokoka, Yesu ni Bwana. Inaitwa mtego, the worst deception. Wanawake wanaweza kuingia ndiyo hiyo. Nimeokoka, Yesu ni Bwana, mimi ni mwana matengenezo, ninajua ukweli 1 2 3 4, lakini historia yako ya nyuma ni wewe na shetani ndio mnajua. Hujawahi kutubu. Hujawahi kuondoa dhambi ambazo zimeandikwa kwenye vitabu vya kumbukumbu vya mbinguni. Unasahau ya kwamba malaika wa Mungu wanaandika kila tendo la siri wanadamu watakalo litenda. Maandiko yanasema yanaandikwa kulingana na Ecclesiastes. Hata wanaume vile vile. Uhusiano zote ambazo umeingia wewe na kuzalisha, mwingine ananiambia alitoa hata mimba. Sasa anataka kuposwa. Sikilizeni wanaume. Mwingine ameadhi hata mimba. Na wewe unakwenda kumposa. Muulize historia yake vipi? Utateseka. Nimeona ndoa nyingi watu wameoana harusi kubwa, hawana watoto, wanaanza Najua ama Mungu ametufunga. Mungu hajawafunga. Wacha nikusaidie mapema. Twende Yeremia nikuonyeshe. Acha nikuanzie na hii Yeremia chapter number 31. Nataka nikuonyeshe kitu ambacho kilikuwa kinafanyika Israeli. Yeremia chapter number 31. Sikilizeni watu wa Mungu, sije ukaingia kwenye matatizo. Yeremia, ninazungumza na vijana, sikilizeni. Mimi haya mambo nilijisomea nikiwa kijana wa miaka 20. Nilisoma kitabu cha Adventist Home, nikasoma Biblia, Mungu alinisaidia. Na mimi ninawasaidia vijana free of charge. Na mimi nitasema ukweli wote. Na nitakuelekeza vile utafanya. Si kwamba umekosea ati kesi yako imefungwa, hapana, nitakuelekeza kama unataka ukweli. Ukifanya makosa ya kuingia katika ndoa na mtu ambaye amekuja na watoto ama alizalisha na wewe hujajua ama haukuuliza, point number 1, umejenga laana katika generation yako yote. Sikiliza. Katika Israeli, kusoma Yeremia 31 and verses number 21, Mungu anapowasamehe wana wa Israeli, anawakumbusha jinsi ambavyo alikuwa amesema kule zamani. Amesema kitabu cha Yeremia 31. Yeremia 31 inafika mahala watu wanasema mimi ni kama nilirogwa. Mstari wake ni 29, Yeremia 31. 31:29. Jeremiah 31 verses number 29. Jeremiah 31. Jeremiah 31 mstari wake ni 29. Sikiliza. Biblia inasema,
siku zile hawatasema tena, baba za watu wamekula zabibu kali na meno ya watoto wao yametiwa ganzi. Swali, ni nani walikula mizabibu kali? Ni nani? Ni babu zao, ndio waliingia katika maasi hayo, wakapuuza. Nikuulize, ni meno ya nani inakufa ganzi? Ni ya mababa ama ni ya watoto? Unaona matatizo ndio hii sasa. Hii ndio matatizo. Matatizo ya kwanza ni ya kwamba unaua kizazi chako, unaua watoto. Ndoa yako itakuwa na matatizo. Huwezi kuavya mimba, ukose kuwa mwazi, ukose kutubu mbele za Mungu. Alafu una expect kuzaa watoto wako na afya. Mungu anakuachilia. Leo ninaangalia runinga nyingi, ninaangalia kwenye news, naona watu wameenda kuzaa hospitalini. Unaona nazaa mtoto wako na shimo kwa moyo. Atia nini? Unajua ni Mungu amesema. Mungu hajasema. Mungu hajasema. Ama unaona watu wanazaa watoto, anazaa wa kwanza, wa pili, wa tatu. Ukikuja kuangalia wenyewe wako na pesa, wako na mali, lakini angalia maisha ya watoto. Wa kwanza ndiye firstborn, amekuwa gay. Wa pili msichana, ameweka nini? Earrings kila mahali, yeye ni lesbian. Thirdborn ni mlevi kupindukia. Unaona familia kama hizo? Unaona familia ambazo watoto ni vichwa ngumu, hawasemeki, hawaambiwi chochote, wanalala nje. Mama mwingine alikuwa ananipigia simu, "Pastor, njoo utuombe. Msichana wangu amenishinda." Msichana anatoka Friday, anarudi Sunday na haambiliki kwa nyumba, yeye ni mkubwa. Unaanza kufuatilia historia ya mama. Na wewe mama, kusema ukweli, na wameshindwa kabisa. Mzee amekaa pale hana kitu cha kusema. Hana. Msichana ni mkubwa wako university. Anaenda, anakaa siku 4 anarudi. Anza kufuatilia hiyo ndoa ilianza vipi. Utakuta ya kwamba mzee alipachika mtu mimba, ama alikuwa analala na wasichana kiholela na hajawahi kutubu na kuungama kabisa. Utakuta ya kwamba mama pengine hata aliavya mimba, pengine alitoka katika ndoa nyingine na hakuwahi sema. Hayo ni mambo ambayo yatawakula taratibu na ni watoto watakaoumia. Biblia inasema katika Exodus chapter 20. Twende Exodus chapter 20. Sikilizeni Exodus chapter 20, usije ukaingia kwenye ndoa kama hizo. Exodus chapter 20 kutoka sura yake ni ya 20, ninasoma kuanzia mstari wake ni wa 5. Unaona? Kuna kipengele pale cha mwisho. Mungu anasema usivisujudie wala kuvitumikia. Exodus 20 verse 5. Usivitumikie, sujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Sasa tusome pamoja. Na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Unasikia? Nami huwarehemu maelfu na maelfu cha wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa hivyo njia ya kwanza, usije ukaingia katika mahusiano yoyote. Hakikisha uko na information yote. Unajua tunaishi kipindi ambacho vijana wanapuuza mambo. Wewe unaona tu upendo. Unaona maua kila mahali. Umesahau hata kuuliza mambo ya afya katika courtship yako. Si umuulize hata kwenu kunaweza kuwa na ugonjwa gani, sickle cell anemia, kuna kuwa na magonjwa ya kifafa, kuna mambo kama hayo. Uliza. Courtship and marriage. Ni courtship ni kubwa. Tafuta medical history yao. Elewa hayo mambo. Mama mwingine alienda kujifungua hospitalini. Alipojifungua, daktari akakuja akasema, mmejifungua mtoto wako sawa, lakini ni albino. Albino ni watu walioumbwa na Mungu. Si kwamba ni watu wabaya, ni watu. Ni ndugu zetu. Lakini sasa yule mama kwa kitanda akapigwa na stress. Unajua hako amejiandaa kwa sababu gani? Wakati walikuwa wanachumbiana na yule mwanaume, hakutaka kujua background. Wanapatana mjini, wanalala pamoja. Hata uko na mimba, tuishi. Hajawahi kwenda kwa kina mwanaume, hata hajui medical background. Ndio naona kuna complications nyingi. Tunawaambieni vijana, tuendeni taratibu. Utaingia katika matatizo. Utabaki ya kwamba maisha yako yote unatibu magonjwa ambayo hata huyafahamu. Angalia historia ya kwao. Is there a sickle cell anemia in that family? Uliza. Kuna wale ambao wamezaliwa katika hali, si kwamba ni mbaya, unafaa kuridhika na kila jambo. Dada White anasema weigh every sentiment. Angalia wanatoka wapi? Angalia background yao.
wanatoka katika jamii ya namna gani? Maana ni jamii mbili zinakuja kuoana. Ni jamii mbili, sio wewe tu. Two families. Ndio Biblia inayozungumza. Maandiko yanasema vizuri ya kwamba lazima utembee taratibu. Make haste slowly. Hili ni jambo ambalo limewakwaza wengi. Na Mungu amerudia hayo mambo katika Biblia. Akasema ya kwamba anawapatiliza wana maovu ya baba zao. Unakuta ya kwamba watoto nao wataingia katika hiyo mbinu. Like mother, like daughter. Like father, like son. Biblia imezungumza. Fornication ni kitu ambacho si cha kuchukulia very lightly. Lazima tuhakikishe ya kwamba Mungu anatuelekeza kama vijana. Sisi ambao ni wana matengenezo. Wengine ni watu ambao shetani atawaleta tu ili kwamba wakutoe katika imani. Biblia ikasema, point number 1, hakikisha ya kwamba muna upatano katika masuala ya imani. Jana nilikusomea Wakorintho wa 2:6. Wacha nijenge imada hapo kwa sababu hapa ndio watu wengi wameingia katika mtego. Ameposwa na mtu ambaye si wa imani. Ameposwa na mtu ambaye haamini ujumbe wa sasa. Watasumbuana huko mbele. Amosi 3:3 inasema wawili hawawezi kutembea pamoja wasipopatana. Kupatana. Weigh every sentiment. Imani ya mtu. Tafuta kuposwa na mwanaume ambaye anaweza kukufariji. Mtu ambaye anampenda mama yake na anashughulikia hata mama yake. Unaposwa na mtu ambaye hata kwao waendangi, hata kwao nyumbani mama yake anapiga simu akilia. Juzi nilikuwa ninamwambia mwanaume mmoja ya kwamba wewe unaenda kuposa binti ya wenyewe. Mama yako mwenyewe humshughulikii. Hata akiitisha pesa tu ya kununua sabuni utumi. Na huko mjini. Sasa wewe unaenda kuposa binti ya wenyewe. Ni nini kinakupatia assurance huyu binti utamtunza ikiwa mama yako mwenyewe huwezi kumtunza? Your own mother. Wakati ambapo haujaoa, matatizo ikaanza. Naona? Naambia angalia huyu. Jana tuliangalia Isaka anapoenda kuposewa mke. Ibrahimu anasema nenda kwa watu wa imani yangu. Hakikisha ya kwamba mwanamke atakayeposwa na kijana yangu baada ya mimi kutoweka ni wa imani. Ni waenda kwa watu wangu. Usikubali kwenda nje ya watu ambao si wangu. Hakikisha watu wale ni watu ambao ni wetu katika imani. Kwa hivyo katika Israeli walipigwa mawe. Na walipopatana, kuna andiko moja la Deuteronomy 22 verses 15. Wacha nirudi nyuma kidogo. Deuteronomy. Kumbukumbu la Torati 22. Mstari wake. Wacha nianzie mstari wake ni wa 13. Unajua katika Israeli haya mambo yalichukuliwa kwa uzito. Si kama leo. Unaona Yesu anasema ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adam. Walikuwa nakula na kunywa, walikuwa naoa na kuolewa. Walikuwa na chukulia ndoa kwa mzaha. Mungu akaleta gharika ikawaangamiza wote. Sikilizeni watu wa Mungu. Tusije tukaingia katika mzaha na haya masuala. Deuteronomy chapter number 15, kumbukumbu la Torati. Sura yake ni ya 15. Ukianzia yake ni ya 13. Mungu alikuwa ameweka masharti. Tena katika Israeli haungeoa mwanamke ambaye si mwanamwali. Virgin. Haingewezekana. Unajua jamii ya leo ndio imeharibika. Israeli haingeonekana na ulikuwa na haki. Sikiliza. Mtu akitua mke akamuingilia na kumchukia, kisha akamshitaki mambo ya aibu, kumzushia jina baya, akasema nimemtoa mwanamke huyu, nami nilipomkaribia si kuona kwake alama za ubikira. Unaona? Amezua rabsha, amezua kesi. Ndipo babaye yule kijana na mamaye watakapotoa alama za yule kijana za ubikira, wawatolee wazee wa mji wa langoni. Wanapeleka alama. Na baba yake yule kijana awaambie wazee, mwanaume huyu nilimpa binti yangu awe mkewe, naye amchukia. Naona? Angalieni,
amemwekea mambo ya aibu, asema, si kuona kwa binti yako alama za ubikira, nazo hizi ndizo alama za binti yangu za ubikira. Na wayakunjue yale mavazi mbele ya wazee wa mji. Mstari wa 18. Basi wazee wa mji ule na wamtwae yule mtu mume na kumrudi, yani wamtandike. 19. Wamtoze shekeli 100 na fedha, wampe babaye yule kijana, kwa kuwa amemzuilia jina baya mwanamwali wa Israeli, naye awe mkewe. Hana ruhusa ya kumwacha siku zote. Tunarudi hapo verse 20. Tunarudi. Sikiliza. Katika Israeli inamaanisha mabinti walioleka wakiwa mabikira. Inamaanisha si kama leo. Binti wameingia katika wameingia katika mahusiano, inaitwa fornication. Walipigwa mawe. Israeli walioleka mabinti wakiwa bikira. Naona? Na ilikuwa ni haki ya mwanaume. Alipoona ya kwamba ishara za ubikira hazipo, alikuwa anakwenda kutangaza, na huyo binti alikuwa na uawa. Sikilizeni nyinyi mabinti ambao leo mnatudanganya. Naona watu wanaenda mpaka kwa neti. Nashangaa sana. Ndio naona makanisa kama Catholic ni za uongo. Ati watu wameishi, wamezalisha watoto wengi wakubwa, alafu naona watu wanaenda ati wanaenda kufunganishwa ndoa. Wanaweka neti ya white. Unajua hiyo neti nyeupe kwanza ni ishara ya kwamba huyu ni bikira. Ufai kuvaa. Wana matengenezo hawahalalishi ndoa za watu ambao walipatana, wakaishi, wakafanya fornication. Mungu hakuhusika. Sasa wanapokuwa wakubwa, ati wanaenda kanisani, ati pastor anabariki ndoa yao. Unabariki nini? Wewe chunga maisha. Au waendelee wakapate certificate huko kwa age, waendelee kukaa. Wajue vile wataingia mbinguni na Mungu wao wakitubu. Mambo ya kanisa haingilii hapo. Ndio tunawahimiza vijana leo, hakikisha unafuata nyayo za kweli jinsi ambavyo maandiko yanavyosema. Unaona? Ukirudi mstari wake ni 20 nasema hivi. Kumbukumbu la Torati 15:20 maandiko yanasema, lakini ikiwa ni kweli neno hili la kutoonekana kwake yule kijana alama za ubikira, yani ameona yeye hakuwa bikira. Sikiliza. Na wamtoe nje ya yule kijana mlangoni pa nyumba ya baba yake, na waume wa mji wake wamupige kwa mawe hata afe, kwa vile alivyofanya upumbavu katika Israeli kwa kufanya ukahaba katika nyumba ya baba yake, ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Mungu akasema akipatikana si bikira, maanake alikuwa kahaba, alionana kimwili na wanaume kabla, inamaanisha atapigwa mawe. Leo hivi wanawake wengi wamefanya uzinifu na hata hawajaomba msamaha, hata hawajawahi kuomba, hata hawajawahi kupiga magoti kusema Mungu nisamehe kwa ajili ya dhambi ambazo nilifanya zamani. Unakuta mwanaume naye ajiingiza kwa ndoa. Ndio tunaambiwa tuende polepole wapendwa. Sikilizeni. Roho nabii anatuambia kama wewe unaomba mara 2 ama mara 3, anza kuomba mara 4 kwa sababu ya ndoa. Kama umeingia kuposa mwanamke, kama umeingia katika uchumba, kama umeanza uhusiano, omba mara 3 mara 4. Usije ukapuuzilia, kwa sababu kuna consequences nyingi. Shetani atakamata wengi katika hayo maswala. Leo ukisafiri katika vitabu vya mbingu utashangaa. Utakuta ya kwamba msichana mwenye unamposa unadhania yeye ni msafi kwa sababu ni mwana matengenezo. Utakuta ya kwamba mbinguni ameandikiwa wanaume kama 5 wamemuoa. Yesu anamwambia mwanamke aliyeketi pale kisimani, ninajua umekuwa na wanaume 7 na hata yule ambaye uko na wewe sasa si mume wako. Yesu alimjua. Watu walimuona kwa nje wakaona ni mrembo, ni mwanamke mzuri. Lazima tuende kwa utaratibu, make haste slowly. Na jambo hili vile vile linazingatia hata wanaume, si wanawake peke yao. Wamefanya ukahaba kule nje, alafu anakuja anatafuta bikira. Mungu atakupatia huyo mwenye anafanana na wale ambao ulikuwa na waingilia. Do not expect the better. Hayo ndiyo maandiko yanavyosema. Methali sura yake ni ya 5. Sikiliza maandiko yanavyozungumza. Lazima tuitoe mili yetu kama kafara, sacrifice kwa Mungu, holy and acceptable. Mili yetu lazima ikubalike kama kafara, kama wana matengenezo. Ujumbe tulio nao lazima ushuhudie ya kwamba matendo yetu pia yanatendeka katika haki. Sikilizeni watu wa Mungu. Nasoma kitabu cha Methali
Kitabu cha Methali ama Proverbs. Acha nifike pale kwa haraka. Methali. Nasoma kitabu ambacho ni Methali, sura yake ni ya 2. Proverbs chapter 2 verse 16. Acha nianzie 13. Acha nianzie 10. Proverbs chapter 2 verses number 10. Sikiliza kijana ambaye anafuatilia. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie vile vile ninapoendelea kufundisha. Nina imani ya kwamba kuna mtu ambaye anafanya decision leo hivi. Kuna msichana wa kike, kijana wa kike sasa hivi amekuwa katika mahusiano na mwanaume ambaye si wa imani. Ninakuomba kwa jina la Yesu jioni ya leo, mpigie simu mwambie uhusiano huu auelekei mahali popote. Mwingine ndiye anasema unajua ni wa Sunday lakini unajua hata endangi church lakini naona ni mzuri. Kwa jina la Yesu wachana na uhusiano huo. Dada White anasema it is better to break an engagement than a marriage. Wachana naye. Kwa maana nina uhakika hakuna mchungaji katika kanisa za wana matengenezo atakubaliana nalo. Inamaanisha utaibiwa kwanza. Mtaingia katika ndoa ambayo Mungu hajakubali na utakuwa unachimba kaburi yako mapema. Ninakuomba kwa jina la Yesu, sitisha uhusiano huo. Sitisha uhusiano huo. Nimesema andiko gani? Proverbs chapter 2 verse 10. Maandiko yanasema maana hekima itaingia moyoni mwako. Kijana sikiliza. Kubali hekima ya Mungu. Na maarifa yatakupendeza nafsi yako. Angalia ile andiko vizuri. Naona? Maandiko yanasema na maarifa yatakupendeza nafsi yako. Busara itakulinda. Ufahamu utakuhifadhi. Maandiko yanasema ili kukuokoa na njia ya uovu. Sikilizeni vijana wa kike na wa kiume. Kama kuna kitu Mungu anasema kitakuokoa ni hekima na busara ambayo inatoka kwa Mungu. Inasema mstari wake ni wa 12. Na watu wanenao yaliyopotoka 13. Watu waziachao njia za unyofu ili kuziendea njia za giza. Sikiliza kijana wa kike, nyinyi ndio mnanaswa sana na wanaume wa kidunia. Unaona? Ukikaa katika hekima ya Mungu itakulinda na watu ambao wanatembea katika giza. Giza ambayo imetanda dunia. Wafurahio kutenda mabaya, wapendezwao na upoteo wa uovu. Waliopotoka katika njia zao, walio wakaidi katika mapito yao. Mstari wake wa 16 inasema ili kukuokoa. Sikiliza kijana sasa wa kiume, maandiko yanasema maneno ya Mungu yatakuokoa na malaya. Naam, malaya. Naam, malaya mwenye kubembeleza kwa maneno yake. Wengine wako hata kanisani. Maandiko yanasema maana nyumba yake inaelekea mauti na mapito yake yanakwenda kwenye wafu. Katika hao wamwendeao harudi tena hata mmoja. Naona wanakufa ili upate kwenda katika njia ya watu wema. Naona? Nimesoma verse 19 Proverbs chapter 2 and verses number 20. Sikiliza mpendwa. Mungu ameweka haya mambo katika Biblia ili tuweze kuelewa. Sasa maandiko yanaposema mke wa ujana wako, inamaanisha ni yule ambaye unamchumbia, unamposa, baadaye unamuoa katika ujana wenu. Ukisoma Proverbs chapter 5. Twende nikuonyeshe. Methali 5 mstari wake ni wangapi ile? Mstari wake ni Proverbs chapter 5. Proverbs chapter 5. Nasoma verse 18. Proverbs Methali 5:18. Methali 5:18 wapendwa. Bado najenga hii hoja. Methali 5 Proverbs chapter 5 and verses number 18. Bible inasema chemichemi yako ibarikiwe, nawe umfurahie mke wa ujana wako. Point number 1 tunaangalia. Maana tunaangalia vipengele ambavyo vitatusaidia kulingana na maandiko matakatifu. Biblia inaposema mke wa ujana wako ni yule ambaye unamchumbia, unamposa, kisha mnaingia katika ndoa. Na kuna masuala ya kuangalia. Ndio naona kitu ambacho kinawalemea vijana wengi. Sikiliza. Vijana sikilizeni, wale ambao ni wa kiume.
Maandiko yanasema ni heri mwanaume asimguse mwanamke. Mwaisoma andiko kama hilo? Mimi Mungu alinijalia sana neema. Kipindi ambacho nilikuwa kijana, sijawa kitambo. Mimi mambo ya kukaribia. Baada ya kujua ukweli mimi, wanawake, vijana wa kike, atienenda kukusalimia. Na unaona haya mambo yanafanyika hata kwa makanisa. Na makanisa ya Jumapili ndio yameathirika sana. Na makanisa ya Kisabato ya nomino ndio yameathirika sasa pakubwa. Unaona wanawake, wale wasichana mabinti wanakumbatiana tu. Maandiko yamekataa. Kwanza, sikiliza, wacha nikusomee pale. Methali 5 mstari wake ni 20. Sikiliza hapo. Unajua Kiingereza na Kiswahili zimepitana kidogo. Hebu weka zote mbili. Mwanamke yeyote ambaye unamkumbatia ambaye si mke wako, maandiko yanasema ni mwanamke wa kigeni. Na hiyo ni marufuku katika Biblia. Inasema, mwanangu, mbona unashangilia malaya? Unaona? Kiingereza inasema a strange woman, strange. Kwa sababu hamjaoana. Maandiko yamepiga marufuku. Mbona unamshangilia malaya? A strange woman. Alafu inamaliza ikisema nini? Na kukikumbatia kifua cha nani? Mgeni. Mwanamke yeyote ama binti yeyote ambaye haujamuoa, ufai kukumbatia kifua chake. Maandiko yanasema. Hata ukienda Wakorintho wa kwanza 7. Hayo ni mambo yanafanyika na watu waliooana. Unaona? Sikiliza, hayo ndio mambo yanachangia uzinifu. Na nikakwambia hivi, Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza, sikilizeni. Waacha hiyo mambo bwana. Leo unakuta unakumbatiana makanisani baada ya sermon. Oh, Michael. Weka mtu anakumbatia na unaona ni hapo nje ya kanisa. Amekumbatia binti kabisa mpaka watu wanashangaa. Wengine wanaona hata aibu, na hawa ni akina nani? Nini tena inafanyika hapa? Na msichana huyo hata hana adabu. Akitoka huyu tena, kama anakamata. Unaona? Kama dakika 2-3 unaona? Mungu amekataa. Ni kifua cha mgeni. Ndio unaona maandiko yakasema hivi. Katika Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 7. Nifuateni kwa makini. Nafikiri kila kitu kiko sawa. Wakorintho wa kwanza 7 mstari wake ni wa kwanza. Biblia inasema, na kama wewe ni msichana ambaye uko na hekima ya Biblia, unafaa kunyosha mkono peke yake. Pia Bwana akubariki sana. Mkono. Nyosha mkono, Bwana akubariki na unaenda zako. Unasema mambo ya kukumbatiana kimwili Mungu amekataa. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, ni heri mwanaume asimguse mwanamke. Haya ni mambo ambayo yalikuwa yamekithiri katika makanisa ya Paulo. Makanisa ya mwanzo, watu walikuwa nakumbatiana, wanagusana vile wanavyotaka. Paulo anasema ni heri mwanaume asimguse mwanamke. Mstari wake ni wa 2. Lakini kwa sababu ya zinaa, kila mwanaume na awe na mke wake mwenyewe, ili kwamba aweze kugusana. Na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Kamata hiyo point, ndiyo maandiko yanavyosema. Sasa, kama maandiko yanasema hivi, inamaanisha ya kwamba kuna tabia ambazo Mungu hajakubali katika maandiko. Na unapopata uzoefu huo kama kijana ya kuzidi kukumbatia, mwishowe mtafanya uzinifu. Na maandiko yamekataa. Maandiko yanasema usiamshe mapenzi kabla. Yani kusomea a secondary application of the book of Songs of Solomon. Secondary application. Tunaweza kutumia ile andika katika secondary sense. Primary sense ni mambo ya Yesu na kanisa. Lakini katika njia ya pili, sikiliza. Biblia inasema usiamshe mapenzi. Biblia inasema, maandiko yanasema katika wimbo ulio bora, Songs of Solomon, chapter 3 verses number 9. Ni hiyo kweli? Bana. Unaona? Wimbo ulio bora 2 mstari wake ni wa 7. Wimbo ulio bora 2 mstari wake ni wa 7. Na hili jambo limerudiwa mara 3. Sikiliza. Inasema, na wasihi enyi binti za Yerusalemu. Mimi naongea na mabinti ambao ni wana matengenezo. Ninawasihi binti wana matengenezo, kwa paa na kwa ayala za porini, ninawasihi, msiyachochee mapenzi wala kuyaamsha hata yatakapoona vema yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio naona katika roho nabii, early marriages, early engagements zimepigwa marufuku.
Unapata msichana ako na miaka 20 ati alioleka. Sikiliza. Hiyo ndoa yenu itakaa na mtakuja kushtukia mbele wakati ambapo wanaanza kumachua. Kumbe si kuwa nimeona maneno, mtasumbuana. Ulimuoa akiwa na miaka 20 ama miaka 19. Na wewe ulikuwa na miaka 24. You are not even mature in marriage. Nyinyi hata hamujakuwa mature ya kuingia katika masuala ya ndoa. Unapata ya kwamba watu wameoana. Early marriages must be discouraged. Uko na miaka ngapi? 19. Kaa kidogo. Sikia wazee wa kanisa, mwambie kaa kidogo. Ita kijana, uko na miaka ngapi? 24. Unataka kuoa msichana wa miaka 19? Hapa kwa wana matengenezo. Huyo anajua hata kutunza mtoto. Anajua hata kufua. Anajua hata kupika. Ako machua katika mawazo, kudeal na emotions. Niliona mwingine mtoto wamezaa mtoto na kijana ako na miaka 23, msichana ako na miaka 19, 18 ameingia, ameshazaa, wako kwa nyumba. Usiku mtoto ameanza kulia. Analia. Msichana naye analia na huko kando. Analia. Mtoto analia na yeye analia. Kijana pia ako hapo sasa. Sasa wanalia wote. They are not mature. Hawakujiandaa, hawakupitia counseling session. Waambiwe ndoa iko hivi. Marriage is not a flower of bed of roses. Iko na mambo mengi. Kwa hivyo wale ambao wanakusudia kuingia katika ndoa, uwe na mke wa ujana wako. Hakikisha ya kwamba mko mature. Kisha ya kwamba ni watu ambao wako mature. Ni watu ambao wanaelewa majukumu ya ndoa. Hakikisha ya kwamba mwanaume ambaye anakuposa ni mtu ambaye ako hard working. Hebu niende kitabu cha Genesis nikuonyeshe. Genesis 26 nafikiri Naona? Genesis cha nikupatie kama nitalipata kwa haraka. Genesis 29. Amina. Genesis 29 and verses number, acha nianzie mstari wake nianzie mstari wake ni 20. Genesis 29 verse 20. Bwana asifiwe sana. Amina. Sikilizeni watu wa Mungu. Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Raheli. Ati alifanya kazi miaka ngapi? Unajua katika Biblia wanaume walikuwa wanapimwa. Huyu jamaa ataweza kukidhi mahitaji ya familia. Wazazi walikuwa waangalifu, sio kuachilia tu ati oenda ati umeoreka kama leo. Nyumba inakuwa na matatizo. Unasikia msichana anapigia baba yake simu. Daddy, hata hatujalipa rent. Unajua nini, hata hatuna pesa. Unajua mwanaume nini, hata tumeshindwa. Wewe. Maandiko yanasema kwa sababu hiyo mwanaume ama mume ama mwanaume kijana atamwacha mamaye na baba yake, naye ataambatana na mke wake na watakuwa mwili mmoja. Kuacha. Sasa wewe umeoa na bado baba yako ndiye anawalipia rent. Hata una adabu ati ulioa. Yakobo akatumika miaka 7 anapimwa. Huyu wako kazi. Very industrious, anaweza kukidhi jamii. Hakuna mwanaume katika Biblia alimwachilia binti yake hivi. Watu walionekana wako industrious, wanaweza kufanya kazi. Si watu wanakaa in idleness. Si mtu wa kujituma anakaa tu. Anaamka unaona anakaa kazi yake ni kukaa kungedia kwa TV ama anaenda kwa stage kuhesabu magari. Sabato wanakuja kwa ibada. Wachana na watu kama hao, ni mashida tu. Unaoa ama unaposwa na mtu ambaye ako na nguvu, anaweza kufanya kazi na kujituma. Mungu atabariki kazi ya mikono yake. Nimeona watu wengi wanaingia katika ndoa za ajabu ambazo hata pesa hazipo. Watu, mwanaume anakaa tu, anaamka anakaa tu kwa blanketi. Unaona? Maandiko yanasema ya kwamba huyu akatumika miaka 7. Ungekuwa wakati huo usingelia machozi. Ikawa machoni pake kama siku chache tu. Mstari wake ni wa 20 hiyo. Kwa vile alivyompenda. Yakobo akamwambia Laban, nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia, niingie kwake. Mimi naweza kukimu mahitaji ya familia yangu, nipe.
Labani akakusanya watu wote na mahali pale akafanya karamu. Naona baadaye historia inasema ya kwamba akabadilisha. Akasema siwezi kumpatia yule mdogo kabla ya mkubwa. Unataka huyu? Ayaenda miaka ingine 7. Akafanya kazi, akaonekana ni shujaa, akapata mke. Biblia inasema alikuwa industrious. Sasa tunapoelekea kumaliza, kipengele hiki ni muhimu sana. Maana tunaongea kuhusu mke wa ujana wako. Maandiko yanasema vizuri katika Biblia, hakikisha unaoa ama unaposa mwanamke ambaye anazungumza pia kweli. Siku moja nikiwa kijana katika kanisa kimoja, sitalitaja, tukawa tunaenda kwenye social Sunday. Tulikuwa na social Sunday, kipindi ambacho vijana wanaenda kucheza pengine na kufanya socialization. Nikawa ninamfuatilia kijana mmoja ambaye ameposa binti mmoja. Na mimi nawaangalia tu. Ndio wakati huo Mungu alikuwa anajaribu kunifunua mawazo kitambo. Mimi naangalia mambo mengi. Mimi naangalia ati huyu ni girlfriend ya huyu na huyu na huyu ati. Mimi naangalia tu tabia, nasema hapa kitauma. Sasa tukiwa hapo social Sunday, unajua sasa tumejazana, watu wanacheza vitu kama hayo, kidogo kidogo yule binti akapigiwa simu na mama yake. Kumbe yeye anaenda social Sunday na hakueleza nyumbani ameenda. Sasa mama yake anampigia simu, anamwambia Jennifer, uko wapi? Na unajua inaongea kwa sauti kubwa. Uko wapi? Sasa hiyo watu wametulia, walikuwa wanafuata program. Uko wapi Jennifer? Hapo. Na unajua Jennifer ameketi na yule ambaye ni mpenzi wake, yule ambaye anamchumbia pia yuko hapo. Na ni kijana ndume. Jennifer uko wapi? Jennifer ana receive simu. Anapoulizwa Jennifer uko wapi? Jennifer anasema, "Mom, surely niko tao nakuja." Unajua sasa hiyo tuko wapi? Sasa hiyo tuko kwa uwanja wa mchezo. Yeye anasema ako town mjini anaku. Alafu hilo jambo linaisha hivyo, watu wanaendelea. Mimi kwa mawazo yangu naona nimesumbuka. Huyu binti sasa ikiwa haongei ukweli sasa, na ule kijana anajifanya yeye hajasikia, na ukweli hatuko town, tuko kwa uwanja kule Kariobangi. Tuko kwa uwanja. Watu wanacheza social Sunday ama tuko huko pande za GSU kule Allsops. Lakini anasema tuko town tunakuja, lakini watu wako kwa uwanja. Mimi najiongelesha kwa moyo, nasema sasa huyu kijana wakati huo mwingine simu ikipigwa. Wakati huo mwingine simu ikipigwa. Wewe unaona ni nani atakuwa upande huo mwingine akipokea simu? Si ni huyu kijana. Na atakuwa napiga simu hiyo akimpigia yule msichana. Ni aje uko wapi? Wewe unadhania ataambiwa ukweli? Maandiko yanasema weigh every sentiment. Angalia vizuri. Kuna tabia kidogo ambazo watu wanapuuza. Hapo kwenye social Sunday unakuta msichana hata hana adabu. Unaona? Na huyu hata hajamposa. Yaani hata hajamuoa. Unaona anamtingiza mbele ya wengine. Anakasirika, anaenda anajirusha na huko. Ati kuna kakitu kamesemekana kadogo tu. Watu wamecheka. Ati na wewe unakaangaje, mwanaume anakaaje? Mimi nimeenda. Anaenda kwanza anamtingiza, "Surely wewe." Unaona anamfanyia hata hivi. Na wewe. Kana huko na anaenda. Adventist home. Amina, weka. Na mimi najiuliza kwa moyo, sasa huyu mwanaume amejikausha pale kwa sababu msichana ni mrembo. Na ametingizwa kabisa, watu wakiona. Anashikwa shati anatingizwa hivi. Ati wewe kuwa na akili mzuri. Wewe unataka kuniambia lizimu utaingia kwa ndoa mtakaa? Si utakuwa boxing bag. Atakuwa na kutandika na yeye anapiga kelele. Mjinga wewe. Napigwa. Anakupiga na yeye anapiga nduru. Umeisha. Kaburi ndio unaona mapema. Weigh every sentiment. Dada White anasema. Kitabu gani hiyo? AH 45.1 Adventist Home page 45, kitabu ambacho ninakipenda sana. AH page 45 paragraph number 1. Adventist Home page 45 and paragraph number 1. Utasoma paragraph 1 na paragraph number 2 Utaanza tu na 1 kwanza, usikuwe na haraka hiyo paragraph 1 Inasema, twende. Weigh every sentiment and watch every development of character in the one with whom you think to link your life destiny. Angalia kila jambo, hata kama ni ndogo,
Angalia tabia vizuri, pima mtu. Dada White anasema, the step you are about to take is one of the most important in your life. Ni muhimu zaidi. And should not be taken hastily. Ufai kuchukulia kwa haraka. While you may love, do not love blindly. Usipende kwa kuwa kipofu. Naona? Na hii ndio matatizo ya wengi. Hajapima, hajauliza historia ya mtu. Hajaingiliana na familia yao kuweza kuuliza, kujua mtu anatoka wapi. Hayo ndiyo mambo ambayo tunazungumzia. Ukienda paragraph number 2, kama utapata nafasi unaweza kuiweka ili tuweze kuiangalia pia vile vile. Paragraph number 2. Hiyo ni Adventist Home page 45. Paragraph number 2. Nitakuwa namaliza hapa alafu tuingie kwenye prayer request. Sikiliza. Examine carefully to see if your married life would be happy or inharmonious. Angalia mbele. Tumia macho ya kiroho ambayo Mungu anakupatia. Angalia maisha yako ya ndoa itakuwaje kule mbele. Let the questions be raised. Sikilizeni vijana. Sikilizeni, kuna maswali ya kuuliza. Swali kama gani? Will this union help me heavenward? Itanisaidia kwenda mbinguni? Will it increase my love for God? Nitampenda Mungu zaidi? And will it enlarge my sphere of usefulness in this life? If these reflections represent no drawback, then in the fear of God, move forward. Kama haihusiki popote kukuzuia wewe katika safari yako ya kimbingu, enda mbele tunapoendelea kuomba kwa pamoja. Kwa hivyo watu wa Mungu, sikilizeni vijana. Tunataka kuingia katika sehemu ya maombi. Mimi najua kuna vijana wengi ambao wananifuatilia, wamemess na maisha yao. Mungu anaweza kukusamehe. Matatizo ambayo vijana hawafanyi ni kuungama dhambi zao. Matatizo ambayo wasichana wengi wa kike vijana hawafanyi ni kuingia katika mahusiano kama maisha yao ya zamani hawajarekebisha na Mungu. Kumbuka malaika wa Mungu anaandika dhambi za siri na dhambi za uwazi ambazo tunazifanya. Zile mimba zote umeavia wewe zimeandikwa katika vitabu vya mbinguni. Na usifikirie wewe utapata watoto vile unafikiria. Hata ukiingia katika ndoa, wachungaji wanaweza kosa kujua, wataunganisha ndoa maana utasema wewe umebatizwa. Lakini dhambi za zamani za siri ulizozifanya, hakikisha unaungama kwa Mungu. Hakikisha ikiwezekana unamwambia Mungu kila kitu ambacho ulifanya. Mungu akusamehe. Vitabu vya mbinguni viweze kufuta dhambi hizo. Usitembee mbele kama Mungu hajafuta hizo dhambi. Sikiliza, utaingia kwenye matatizo. Maisha yako yataingia kwenye giza hujawahi kuona. Sikiliza watu wa Mungu. Tuko kipindi cha mwisho. Tunapaswa kuwa ni watu ambao wanasimama katika kweli. Kabla hatujaomba, kuna mtu ananiambia pengine, pastor, mimi nataka munishirikishe katika maombi. Leo ni prayer Wednesday. Kama unanifuatilia rafiki yangu na ungependa tuombe pamoja nawe, nambari yangu ya simu iko pale. Tunachukua simu 2. Tunaingia katika prayer session. Hakikisha katika karatasi ambayo umekuwa ukiandika majina 5, hakikisha ya kwamba uko na majina ya watu. Nambari yangu ya simu iko pale. Andika ujumbe sasa kwa WhatsApp. Wale wako nje nchi ya Kenya, piga simu kwenye WhatsApp. Pengine uko na prayer request, unaweza kupiga simu. Tutapokea simu lako. Kama wewe uko katika nchi za nje na ungependa tuombe pamoja, kuna jambo ambalo linakusumbua, wapendwa wasikilize, mimi niko tayari. Nambari yangu ya simu nimeweka pale kwenye screen. Tutaomba sasa hivi. Unaweza andika hata ujumbe mfupi. Andika hata ujumbe mfupi. Pengine ungependa tuombee jambo fulani. Wewe ni kijana, wewe ni mwana matengenezo, ungependa Mungu akusaidie kwa njia fulani. Nambari yangu ya simu iko pale. Piga simu, andika ujumbe mfupi. Tunachukua prayer request 3 ama 2 kabla hatujamaliza. Wapendwa wasikilizeni, shetani amewatesa vijana wengi. Shetani amewatesa vijana wengi. Sikilizeni watu wa Mungu. Usije ukaingia katika mitego ya shetani. Usije ukaruhusu shetani akakutesa. Sikilizeni watu wa Mungu. Nasubiri simu, nasubiri ujumbe. Kama uko na special prayer request, unaweza kuandika ujumbe mfupi. Unaweza kuomba. Piga simu, nambari ya simu iko pale 0727. Nitakuconnect. Kama uko, si lazima uwe ni kijana, leo ni prayer Wednesday. Pengine wewe ni mama, wengine wewe ni mzee na uko na ombi maalum. Pengine kwa ajili ya vijana wako. Pengine kwa ajili ya msichana wako.
Tunaishi kipindi ambacho wasichana wamepotoka katika jamii, wamama wamesumbuka, watu wameingia katika maombi mengi. Tuko katika kipindi cha mwisho, watu wa Mungu. Pengine unaweza kuandika jina tu la msichana, huyu ni binti yangu amepotoka, nisaidieni katika maombi. Tuko katika kipindi cha maombi. Ninasubiri nipate simu, ninasubiri nipate yule ambaye ataniandikia message. Kama hakuna nitaomba, lakini bado niko na dakika moja. Kama unanisikiliza mzee, sikiliza. Pale kwako nyumbani, vijana wamepotoka, wameingia katika mahusiano ambayo Mungu amekataa, na wewe unajua vizuri, na wamekushinda wewe. Ni wakati mwafaka katika wiki hii ya maombi. Mungu aguze vijana wetu. Mungu aguze vijana wetu, wa kike na wa kiume. Mungu arejeshe katika imani. Mungu awasaidie wasije wakapotea. Kumbuka Musa alisema, tunaenda na watoto wetu. Tunaenda na watoto wetu vijana, wa kiume na wa kike, hatuachi hata mmoja. Hautaokolewa pasipo watoto wako. Na Mungu atakuuliza, mzee, iko wapi kikundi ambacho nilikupatia? Kwa hivyo kama kuna yule ambaye anataka kuniandikia ujumbe, sikilizeni watu wa Mungu. Unaweza kupiga simu. Asante sana. Hata unaweza kutoa voice note katika WhatsApp, pia tutalisikiza. Kuna mmoja pale anaitwa Michael Wambua. Michael Wambua anasema, put me in prayers today, my son Muuo Siuma. Kijana yake anaitwa Muuo. Niandike chini. Acha nichukue simu moja hapa inapigwa. Jambo. Habari yako? Nzuri. Unaitwa nani? Naitwa Grace. Grace, unapiga kutoka wapi? Kwa Saudi Arabia. Naomba. Okay, uko na mama. Asante. Uko na prayer request gani, Grace? Brenda. Oh, Brenda. Ndipo naomba tuombe mamangu. Ni mgonjwa, atembea ndio kwa choo. Tumuombe mama yako. Wako na shida gani? Alianguka kwa choo, mgongo ukatoka kwa joint. Oh. Ni kwa vigumu hata kutembea. Haya. Tumezunguka kwa hospitali hapa tuponyaji. Haya, mama anaitwa nani? Mama anaitwa Zibora. Anaitwa Zipora. Anaitwa nani? Ni kama tumempoteza. Mama anaitwa nani? Zipora. Haya, tutamuombea mama ya Brenda. Asante. Asante, tunamuombea sasa hivi. Tunamuombea mama ya Zipora. Mama ya Brenda alianguka chini, mgongo wake uko na shida. Amezunguka sana kwa hospitali. Na Brenda, unapotusikiza, hakikisha unaniandikia ujumbe mfupi ili kwamba tuweze kuona vile ambavyo tunaweza saidia tukiwa katika nchi ya Kenya. Bwana akubariki sana. Sijui kama kuna mwingine ambaye ako na ombi angeweza kuandika. Kuna Michael Wambua. Michael Wambua anasema ya kwamba tumuombee kijana yake anaitwa Muuo. Pia Mungu amsaidie. Hajaelezea kwa undani. Muuo anataka tuombee kijana yake. Bwana akubariki sana Michael. Mungu atakusaidia. Nataka nichukue 3. Tuko na Brenda, tuko na Michael. Wacha tuchukue moja ya mwisho, alafu tuingie katika kipindi cha maombi. Sijui kama kuna mwingine ambaye ako na prayer request. Tuko katika sehemu hii. Usikate tamaa kijana. Asante, wacha tuchukue. Sijui kama alikuwa na flash. Asante, unaweza kupiga tu simu, usije ukabip. 020-8200-444. Piga simu nikusikie kabla sijaingia kwenye hatua ya mwisho ya kuomba, kabla hatujafunga. Kabla hatujafunga, unaweza kupiga simu kwa haraka ili kwamba niweze kupokea. Huyu anaitwa anifungulie njia ya mapato na afya njema. Naitwa Caroline. Asante Caroline. Mungu akubariki sana. Anaomba Mungu amfungulie njia ya mapato. Acha nichukue hii simu ya mwisho kisha tutakuwa tunaomba. Jambo. Ujambo. Mbona azungumzi? Ujambo. Haya.
Kwa hivyo Caroline, tunakuombea sasa hivi. Sasa hakikisha uko kwa network nzuri, rafiki mwenye anapiga. Acha nichukue tena nione. Jambo. Halo mtumishi, habari yako? Salama sana rafiki yangu, unapiga kutoka? Jambo, habari yako? Salama kabisa, unapiga kutoka wapi? Halo mtumishi, habari yako? Niko salama, unapiga kutoka wapi? Halo. Tunakusikia. Unapiga kutoka wapi? Haya, huyo ni kama hatupatani. Kwa hivyo tutamuombea Caroline. Anaweza andika ujumbe mfupi. Huyo mwenye ananipigia tupatani kwa sababu ya network. Wapendwa, Mungu atatenda muujiza kwa maisha yako. Sikizeni vijana, andika majina 5 ya vijana 5 ambao umewaombea wiki mzima. Tutamaliza hayo maombi siku ya Sabato. Hata sasa tunaingia katika kipindi cha maombi. Saa 9 tunaomba. Ombea vijana 5, Mungu afanye muujiza katika maisha yao. Mungu awabadilishe, Mungu awapatie nguvu. Mungu asaidie vijana 5 ambao umeandika majina yao. Tunaingia katika sehemu ya maombi. Usinipite Mwokozi, unisikie unapozuru wengine, usinipite. Sasa kuna mtu anapiga simu hapa, na wacha niipokee tu ya mwisho. Jambo. Jambo mtumishi. Asante, unaitwa nani? Naitwa Juliana Mumbi. Juliana, unapiga kutoka wapi? Napiga simu kutoka hapa Kenya. Asante Juliana, uko na ombi gani? Prayer request, uko live na watu wanakusikia. Ningependa na ningeomba muombe ni kwa ajili ya mamangu. Okay, mama ni mgonjwa? Ni mgonjwa, alipatwa na ugonjwa wa arthritis. Okay. Ndio. Asante, tutamkumbuka sasa hivi. Asante. Bwana akubariki sana, uwe na moyo, Mungu atakubariki, Mungu atawaonekania na kuwapatia ushindi. Amen. Bwana akubariki. Wacha tuingie katika session ya maombi. Amina. Bwana awabariki sana. Bwana awabariki sana. Tunaingia katika sehemu ya mwisho ya maombi. Tunaingia katika maombi. Bwana unisikie unapozuru wengine, usinipite. Tafuta mahala tupige magoti tuweze kuomba kama uko nyumbani. Wale ambao wanafuatilia kwenye mitandao, tunaingia katika maombi maalum. Kama uko kwenye chumba chako, tafuta mahala tunapiga magoti tuweze kuomba kwa pamoja. Bwana akubariki sana, neema ya Mungu iwatoshe. Tunaomba. Baba yetu na Mungu wetu, jina lako litukuzwe. Baba, tunakushukuru sana kwa sababu ya upendo wako kwetu. Asante kwa sababu imekupendeza tena jioni ya leo tuweze kutanika kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tumenyenyekea miguuni pako Baba, Muumba wa mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyo. Tunajua ya kwamba nguvu na uweza na mamlaka ziko mikononi mwako. Haujashindwa hata wakati mmoja. Umewakomboa waliofungwa, umetetemesha ngome za giza, umeachilia huru watu wako katika zama za kale. Nguvu zako zipo, haujashindwa, shetani hajashinda hata siku moja. Hakuna wakati ambapo tumesoma ndani ya Biblia kwamba shetani alishinda. Ameshindwa milele zote, alishindwa tangu zamani. Shetani hawezi kutushinda kwa sababu damu ya Yesu imetukomboa. Tumepiga magoti mbele zako watumishi wako kwa njia ya imani. Nikiwa wa kwanza niliyefundisha ujumbe huu, unikumbuke Bwana, unisamee makosa na dhambi zangu. Watoto wako wameinamisha vichwa vyao, wengine wamepiga magoti. Bwana, utusikie. Turehemu mfalme wa amani, usituache tupotee katika dhambi za ulimwengu. Turehemu kama vijana. Baba, tunakuja mbele zako tukiwa na mazito katika mioyo yetu. Wengine tumetembea mbali na mipaka uliyotuwekea. Tumejipata katika mahusiano ambayo si ya kweli. Bwana, uturehemu.
Tumejipata katika mahusiano ambayo Biblia haijakubali. Bwana uturehemu. Ninaomba kwa ajili ya msichana mmoja ambaye anatusikiliza, kijana wa kike ambaye ako katika uhusiano wa hatari. Umepiga marufuku tusiingiliane na watu wa mataifa. Msaidie afanye maamuzi ya kuachana na uhusiano huu. Ninaomba kwa sababu ya kijana ambaye anatusikiliza aliye na magumu, amejipata katika uasherati na uzinifu, fornication. Msaidie atubu kwa kweli. Kuna mwanadada anayenifuatilia ambaye pia maisha yake yamekuwa katika uzinzi, hajaolewa. Anakusudia kuoleka lakini maisha yake ya zamani yamekuwa katika ugonjwa wa uzinifu. Bwana umsamehe. Takasa kila mmoja. Dhambi zetu zifutwe katika vitabu vya mbinguni. Tunaishi kipindi cha mwisho. Mfalme wa amani, umetuita tutembee katika haki. Tupatie uhuisho wa kweli na wana matengenezo wa kweli katika mioyo yetu. Tunawaombea vijana wote katika wiki hii. Usiwe na yote ambaye hata huishwa. Tunakutazamia Yesu mwenye kuianzisha na kuikamilisha imani yetu. Bwana utusikie. Bwana uturehemu. Bwana tunaomba msamaha kwa niaba ya vijana wote. Wengine walifanya pasipo kujua. Bwana tunaomba dhambi hizo zifutwe. Mimi kama mtumishi wako ninawaombea wote. Samehea kila mmoja. Wale ambao wanalia machozi ndani ya mioyo yao wasikie. Kubali maombi ya kila mmoja. Mfalme wa amani, umesema katika Yohana sura yake ni 5. Watakao kukujia Bwana hutawatupa nje kamwe. Jioni ya leo tunamwombea Juliana, mama yake ni mgonjwa. Nyosha mkono wako wa uponyaji. Neema yako iwe juu yake. Msaidie Bwana, tunamwombea aweze kupata uponyaji kwa jina la Yesu. Tetemesha ngome za giza. Tunamkumbuka Caroline vile vile ambaye yako na matatizo. Bwana umkumbuke, amepiga simu. Neema yako imtoshe vile vile. Tunaomba mfalme wa amani kwa sababu ya Brenda aliyepiga simu. Msaidie. Saidia familia yake, saidia mama yake vile vile. Yule aliyeanguka bafuni akaumia. Wametembea kwa madaktari wengi. Mfalme wa amani, wewe ndiye daktari wa madaktari. Saidia familia hiyo. Tunakuomba kwa njia ya imani, wewe usiyeshindwa. Malaika zako wawe wahudumu na madaktari. Tunaomba pia kwa ajili ya Michael Wambua, kijana yake amesumbua, anaitwa Muo. Tunaishi kipindi ambacho vijana wameingia katika matabia ambazo si za kweli. Baba urehemu familia hiyo. Tunaomba malaika watakatifu wamzungumzie Muo. Saidia baba yake awe na amani pamoja na mama na familia nzima. Tenda muujiza jioni ya leo. Neema yako iwatoshe. Wote walio katika masumbufu na majaribu mbalimbali, Bwana uonekanie, kila mmoja apate ushindi kwa jina la Yesu. Asante kwa kuwa umetusikia. Bwana, hatuna haja ya kujirudia, unatujua kila mmoja. Endelea kusikia maombi ya kila mmoja tunapoombea vijana 5 ambao tumenakili majina yao chini. Tetemesha ngome za giza na falme zote za mkuu wa anga hili. Shetani asije akapata kutushinda. Tunaishi kipindi ambacho tunatiwa muhuri. Tuwe miongoni mwa wale ambao watatiwa mihuri na majina yetu yanakiliwa katika kitabu cha uzima. Angalia kila mmoja naye kuomba mfalme kisiri. Sikia maombi ya kila mmoja na utujibu kulingana na mapenzi yako. Asante kwa sababu umetusikia. Neema yako itutoshe. Mapenzi yako yakitimizwa kupitia jina la Yesu tumeomba. Amina. Asanteni watu wa Mungu jioni ya leo. Tunashukuru Mungu sana. Usikose kushare, usikose kusubscribe katika channel zetu za Present Truth Loud Cry Ministry, Biblia Nuru ya Dunia, Biblia Msingi wa Kweli, Warning Voice of the Last Days, Sauti Nyikani Ministry. Hizi ni channel zetu ambazo tuko live na tutakuwa live mpaka mwisho. Kama uko na uzito katika moyo, niandikie ujumbe mfupi, tutaendelea kukuombea. Kama wewe ni kijana na uko na uzito, uko na machungu, kuna jambo ambalo linakutatiza, niandikie ujumbe mfupi kwenye WhatsApp, nambari ya simu iko pale. Tunaweza kujadili hata baadaye, si lazima iwe hapa live. Tuko tayari kuwasaidieni vijana wetu ili Bwana awakubali kila mmoja. Jioni ya leo amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Neema ya Mungu iwatoshe. Tuna imani ya kwamba tutapatana kesho tena katika mada nyingine. Bwana wabariki sana usiku wa leo.